Sabona hata hitu mwenyewe. Hebu ongea na mpiga picha hapa. Wewe pia picha. Unawasiliana kule moja kwa moja. Iya, Karibu sana mtazamaji wa Azam TV, Azam Sports 1 HD, lakini wewe msikilizaji wa 107.3 UFM jijini Dar es Salaam, maalum wa Young Africans na waandishi wa habari. Nini watatujuza na nini kitaendelea, ama kuna jambo gani zito mpaka tumeitwa usiku huu? Basi nimkaribishe afisa mhamasishaji wa Young Africans Anthony Lucas ili aweze kupokea kijiti hichi na kutuanzishia gurudumu hili kwa ajili ya kujua nini Yanga imekuja nacho. Kupitia UFM na Azam Sports HD1, karibuni mabibi na mabwana kwenye kwa mara ya kwanza Young Africans tunafanya mkutano na waandishi wa habari ikiwa ni jioni kwa mara ya kwanza. Manake yajayo ni neema tupu na burudani endelevu na tabasamu endelevu linakwenda kufanyika. Tumeitana hapa ili kuweza kuzungumza mawili matatu, lakini wa kutuanzishia safari yetu atakuwa ni kaimu katibu mkuu Bwana Haji Fikirwa, ambaye yeye ataianza. Baada ya hapo tutaendelea na mengine ambayo yanatuweka hapa kwa jioni ya leo. Karibu sana Haji Fikirwa, unaweza kuendelea. Asante sana wanahabari kwa kuweza kufika katika shughuli yetu hii leo jioni. Tumetoa tangazo sio muda mrefu sana, lakini mmeweza kujitokeza kwa wingi, kwa ni jambo la kushukuru. Tunawashukuru pia wenzetu wa Azam TV kwa kuendelea kutuunga mkono katika safari hii ya kuwahabarisha wananchi, hususan wapenzi wa soka na mashabiki na wapenzi na wanachama wa Yanga. Leo hii kama nilivyosema ndugu yetu Bwana Lucas, tumekutana hapa kwa vyote, tuna jambo la kuweza kulizungumza na kulifikisha kwa jamii. Nichukue fursa hii kusema kwamba kama mnavyofahamu tuko katika wiki ya wananchi. Tunaendelea na shughuli mbalimbali za wiki ya wananchi ambayo inafanyika kote nchini.
lakini tukitambua kwamba tarehe 29 siku ya Jumapili itakuwa ni kilele cha wiki ya wananchi. Na kama tunavyofahamu, siku hiyo ndio siku kubwa katika wiki ya wananchi. Nini kitafanyika katika siku hiyo? Kama ilivyokuwa kawaida yetu, tutakuwa na tukio kubwa la utambulisho wa wachezaji wetu wote, kikosi kamili cha klabu ya Yanga ambacho kitashiriki katika mashindano mbalimbali msimu ujao. Kwa ni fursa pekee na adhimu ya watu wote kuhudhuria na kufahamu kikosi kamili cha klabu ya Yanga. Yamesema mengi na yanaendelea kusema mengi, lakini finali au mzizi wa fitna ni siku ya Jumapili. Kwa hiyo kutakuwa na tukio hilo, lakini pia kutakuwa na burudani mbalimbali za muziki kutoka kwa wasanii wa nje na wasanii wa ndani. Pia katika eneo hilo kutakuwa na surprise kubwa. Kwa hiyo ni siku ambayo ukitazama imesheheni matukio mengi sana ambayo mtu asingependa kuyakosa. Kwa hiyo ni wasihi wanachama, wapenzi, washabiki na yeyote yule ambaye ni mpenda burudani basi aweze kuhudhuria siku ya tarehe 29. Tiketi kwa ajili ya tukio hilo zimeshaanza kuuzwa kupitia wenzetu wa NCAT. Wote tunafahamu, kwa wale ambao ni wazoefu wa kuingia katika uwanja wa Taifa, tunajua ni namna gani mfumo wa kuuza tiketi ulivyo. Kwa hiyo ni vyema tukanunua tiketi hizi mapema, kwa sababu kwanza moja, mahitaji yake ni makubwa kuliko ambavyo labda uwanja unaweza ukachukua watu. Kwa hiyo usitarajie ukasubiri mpaka siku ya mwisho ukanunua tiketi. Nafasi ni kubwa sana kwamba zitakuwa zimeisha kabla wakati huo. Kwa hiyo ni wasihi watu wanunue mapema na tujitokeze kwa wingi mapema, ili pia kufanya ule utaratibu wa kuingia uwanjani kuwa rahisi na rafiki. Tuna uzoefu wa tukio la mwaka jana, lakini pia katika mechi kubwa ambazo zinahusisha klabu yetu kumekuwa na changamoto ya uingiaji wa uwanjani. Ni kwa sababu tu watu wanapenda kuja dakika ya mwisho kwa ajili ya kuja kuingia uwanjani. Siku hiyo sio siku ya kucheza mechi moja tu ya kirafiki. Ni tamasha, ni siku ambayo inaanza mapema sana. Kuna burudani nyingi mno. Kwa ni vyema mtu ukafika mapema, uje na familia yako. Ni siku ya outing ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ukitaka kuja dakika za mwisho utapata usumbufu ambao sio lazima na utakuwa umekosa mambo mengi sana. Viingilio kama tulivyovitangaza, kiingilio cha chini kitakuwa shilingi 5,000 mzunguko, alafu kutakuwa na shilingi 10,000, alafu kutakuwa na shilingi 20,000 katika maana ya VIP B na C. VIP A itakuwa shilingi 30,000. Lakini pia tuna tiketi za Royal ambao hawa watapata preferential treatment, kwa maana kwamba watakusanyika kwa pamoja, watapata chakula katika hoteli hii ya Serena, na wataondoka kwa usafiri maalum kwa escort ya polisi mpaka uwanjani, watarejeshwa tena hapa. Lakini pia watapata jezi 2 mpya za msimu ujao. Kwa hiyo unaona kwamba ni kitu kikubwa. Kwa hiyo wakati wengine tukitafuta kwa kununua jezi, wao tayari watakuwa wameshazipata jezi zao hizo kwa package ya shilingi 200,000. Sio tofauti sana na mwaka jana. Kwa hiyo wale ambao wali test ladha ya kuwa Royal Family mwaka jana wanafahamu exactly ni nini tunazungumzia. Kwa hiyo ni wasii na wengine pia waweze kuingia katika eneo hilo. Na vituo pia tutavitangaza baadaye, na afisa mhamasishaji wetu atatangaza vituo kwa ajili ya upatikanaji wa tiketi hizo. Kwa hiyo katika kuelekea kilele cha wiki ya mwananchi, ningependa nitoe maelezo hayo, kwa maana kwamba tujipange, tusikose, tufike, tuje tuwaone wachezaji wetu, tuwashangilie, waone kwamba hii ndio familia ambayo tulikuwa tukiwaambia kwamba mnakwenda kwenye familia kubwa ya Watanzania. Lakini pia nichukue fursa hii labda kuzungumzia kwamba tunapoelekea katika kilele cha wiki ya mwananchi, basi hapo katikati yake kutakuwa na tukio la kuzindua jezi. Kwa hiyo jezi zetu za klabu siku ya kesho zitazinduliwa rasmi. Tukio hilo litafanyika pale Mlimani City katika duka la Anta Sport majira ya saa 5 asubuhi. Kwa hiyo kesho tutapata kufahamu Yanga wataenda kutumia jezi za namna gani msimu ujao. Niwaambie tu, ni experience ambayo haijawahi kutokea Tanzania. Ni jezi zenye ubora ambao haujawahi kutokea. Ni nzuri kuliko ambazo mshawahi kuziona kokote kule. Ile hadhi yetu na sifa yetu kwamba ndio klabu ya kwanza Afrika Mashariki
na kati nadiriki kusema kuwa na jezi zenye ubora wa hali ya juu tunaiendeleza. Sisi hatushindani na mtu isipokuwa tunashindana na ile level ambayo tumeweka sisi wenyewe. Mwaka juzi zilikuwa bora, mwaka jana zikaongezeka ubora, mwaka huu ni bora zaidi. Kwa hiyo designer wetu kazi kubwa aliyokuwa nao ni kuhakikisha kwamba anafanya kilicho bora kuliko kile. Kwa kesho tutapata kufahamu na tutapata maelezo ya kina kwa nini jezi hizo ziko kama zilivyo. Ni kitu ambacho watu hawajawahi kukiona, na nadiriki kusema ni experience ya tofauti kabisa. Kwa hiyo kesho pia macho na masikio yaelekezwe katika tukio hilo, tupate kuzifahamu jezi na zitatolewa maelezo yake ya kutosha kabisa. Baada ya uzinduzi wa jezi basi zitapatikana kwenye maduka yote ya GSM, ambako ni maduka ambayo yanafahamika, maduka ya nguo. Tuna GSM Sasani Mall, iko GSM Pug Mall, tuna GSM hapa Samora Avenue, Salamanda Tower, lakini pia pale Anta Sports kwenye duka lile la Mlimani City itapatikana, lakini pamoja na duka la klabu pale Jangwani zitapatikana. Jezi zipo za kutosha, kwa hiyo watu wasiwe na taharuki, wasiwe na hamaki. Cha msingi tu ni kutenga fedha yako kwa ajili ya ununuzi wa jezi husika. Baada ya kusema machache haya kuelekea katika wiki ya mwananchi kilele chake, labda watu watajiuliza kwamba mbona mshafanya press kuelezea wiki ya mwananchi? Nini so special mpaka mkatuita jioni hii hapa kuzungumza tena wiki ya mwananchi? Mbona hakuna jipya? Niseme tu kwamba yapo mengi mazuri yanakuja. Wiki yenyewe hiyo, siku yenyewe mwananchi itakuwa kuna surprise nyingi, lakini hapa pia leo tuna jambo lingine kubwa zaidi. Na nichukue fursa hii kumkaribisha my brother Senzo Mazingiza Malume akaribie hapa, ana kitu cha kusema kwenu waandishi, na mtamsikia anataka kusema nini. Karibu sana. Asante. Thank you very much, Mr. Haji Mfikirwa. Let me take the opportunity also for those that are not aware, that this evening we are accompanied by Mr. Gumbo, who is a member of the EXCOM of Young Africans. On my left is Mr. Patenga Aruna, who is also a member of the ESCOM. So we are very safe. We've got the big guns amongst us as we are continuing with this press this evening. Allow me to start by saying a few words that Young Africans ni klabu kubwa, ina historia kubwa hapa Tanzania, in East Africa na Afrika Mashariki. Mipango ya klabu hii ikubwa sana. It cannot be managed only by few people. Young Africans is a very, very big club, loved by so many. As such, this club is for everyone. This club is a family. Whoever voluntarily wants to be part of this beautiful club is always welcomed. Every child, a parent, a grandparent is allowed to be part of this beautiful club. And as such, you know, it will be amiss of us not to recognize whoever wants to come and be part of this club, Njombe. So, as you are aware that we've got a number of programs that are ahead of us. We started with our transformation. I know people are asking us questions about how far we are. We are moving very, very, very fast, because transformation without proper documentation and proper processes, it will create problems for us. So we are ahead with our plans. We are ahead with our restructuring. We are ahead with our submissions of the new constitution and changing the necessary statutes in our club to ensure that we see a true, transparent transformation in Tanzania. Also, as you are aware that this week is Wiki ya Wananchi, as Mr. Haji has explained,
that there is a number of programs that we are involved in. One of the biggest things that we are proud of as Young Africans is to bring to our fans and members this fan engagement. We've been talking about it, we've been saying things about it, but now it is in the verge of being materialized so that we can bring it back to our people. So, in those few words, it gives me a pride and joy to be welcoming the son of the soil, to welcome somebody back home. It's also a very big occasion when you are bringing your son, your daughter, or your grandparents back home, knowing very well that they are worthy and capable of being part of the family. Their attributes, the skills, and the knowledge of the business that we are involved in is something that gives us pride. Tonight, ladies and gentlemen, I stand before you to present and welcome back one of our own, the son of the soil. Who are you expecting? It's like people now is like glued on. So I would like to welcome to you Mr. Haji Manara. Mr. Haji Manara is coming back home. Haji Manara is green and yellow. Welcome home, Mr. Haji Manara. Na hizi tuwape salamu kwamba klabu kubwa hufanya vitu vikubwa. Ndio maana halisi tukisema we young Africans, kila mwenye ishara ya mapenzi atarudi anapostahili. Hakuna makando kando, hakuna kile kitu ambacho kinafanywa nje ya matakwa ya wanayanga. Kwa hiyo naomba kwa moyo mkunjufu usiokuwa na hila wala hofu, tumpokee kijana wetu, tumemlea wenyewe, kazaliwa ndani ya damu, kakulia ndani ya damu ya Young Africans. Welcome back home, man. Nilikwambia atalijoin very soon enough. Inshallah, welcome back home. Na hii ni ishara kwamba Young Africans inakwenda kujengeka katika mtazamo wa super brand. Wape salamu. Welcome back home, Malika. Welcome back home. Inaonekana live hii kupitia Azam Sports HD1, na sasa ni time ambayo Senzo Mbatha Mwamba Mazingiza anakwenda kumkabidhi rasmi jezi ya wananchi. Sasa Haji ni mwananchi. Waambie Haji ni mwananchi. Welcome. Umevaa Haji? Umevaa? Okay. Na muache kwanza waambie kabisa kwamba chochote katika dunia kina mtazamo chanya katika kwenye kukifanya. Udhamini wa Sport Pesa, Chapa GSM, Anta Sport pamoja na Azam TV unatuweka hapa katika himaya ya kipekee. Wiki ya mwananchi inakwenda kuimarika na kushikwa kwenye level nyingine. Sasa Haji Sande Manara, mtoto wa mzee Manara Computer, ni mwananchi na amerudi kwao. Mpe salamu. Na sasa nataka kuintroduce, tuna athari sisi, nimerudisha familia nzima ya Haji Manara kwa ule mtazamo. Naomba wajumuike na sisi. Mama, njoni msimame at the back, watu waone, muwapungie mikono kwanza. Basi haya, mtawave pale baadaye. Na hii ni katika kutengeneza Yanga ya sasa na ya baadaye yenye mtazamo chanya na wa kibiashara. Asanteni sana. Tuendelee kusubiria wakati Haji anakwenda kudress. Amerudi. Makofi tafadhali. Karibu Yanga. Asante sana. Welcome. Sasa umekuiva mwanangu. Umekuiva. Muda mwingine ukinyanyasika, rudi kwenu. Unapoona sehemu nafsi haina furaha, rudi kule ambako unatamani ufanye kilicho bora. Haji karudi kwao. Nakumbuka mwaka huu mwanzoni nilipokutana na mama yake Haji, aliniambia kauli moja.
nakupenda mwanangu na nampenda mwanangu Haji na naamini mtakuwa pamoja. Ile kauli nikasema naificha, nitakuja kuisema jambo likitimu, na leo limetimu. Kwa hiyo Haji, karibu nyumbani, na tukupe nafasi walau kidogo na wewe useme chochote kabla mambo mengine na maswali hapa na pale kuendelea. Karibu mtu mbaya, mtu mbadi. Unawakera upande wewe. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia kukutana hapa siku ya leo katika jambo hili ambalo ni kubwa na linaloweza sasa kutuonyesha standard ambazo tunapaswa kwenda nazo katika ufanyaji wa kazi zetu. Ni kweli nimefanya kazi Simba kwa zaidi ya miaka 6, karibu 7 sasa. Inawezekana nilifanya kwa kadri nilivyojaliwa, labda nilifanya vizuri sana. Kwa hiyo najua kwa jambo hili wako watakaokwazika na pengine kuchukia, lakini sikuwa na namna, kwa sababu kwenye press yangu nilofanya hapa kwenye ukumbi huu nilieleza kwa kina mimi ni binadamu. Binadamu tuna kiwango kima cha kuvumilia mambo. Wengine watasema na maana wewe Simba leo Yanga inakuwaje? Mimi ni professional spokesman. Ni kama mchezaji vile. Nickson Morrison ni mchezaji kamili, au ni kama kocha Silsaid Mzirai anakwenda huko ni kama Senzo vile. Mimi ni msemaji. Kwa hiyo mimi rasmi nitangaze kwamba nimejiunga na club kubwa kupita yoyote Afrika Mashariki na ya Kati. Huu kubwa mnaosema ninao, lazima nifanye kazi kwenye club kubwa ya kweli. Klabu ambayo naamini itanipa nafasi ya kwa kushirikiana na wenzangu kufikia malengo ya klabu yao. Wakati wengi mnaweza mkadhani labda Haji deal imeanza muda mrefu, hapana. Baada ya press yangu ni kweli kulikuja na ofa nyingi, lakini waliponiambia viongozi wa Yanga, kwanza nilishangaa. Lakini baadaye tukakaa nikaanza kuona wako serious. Tunataka ufanye kazi na klabu yetu. Mimi swala la kwanza sikuulizia jambo lolote, niliulizia malengo ya msimu ujao na misimu inayofuata. Mimi napenda mataji, napenda vikombe. Kwa namna walivyonieleza na kwa namna usajili walioufanya, nafurahi kujiunga na timu ambayo itashinda kila kikombe msimu ujao. I promise you guys, sendi Yanga kwa sababu ya jambo lolote, na kwenda Yanga kwa sababu naamini Yanga ina viongozi watakaonipa nafasi ya kuonyesha kile Mungu alichonijalia. Nilibanwa mno, niliteseka mno, nilinyanyaswa mno, nilidhihakiwa mno, na sioni hapa mtu anaweza kusema Simba mimi sina tatizo na Simba. Tatizo langu nilisema very clear. Watu wanalitwist kwa mimi na tatizo na Simba. Sijawahi kuwa na tatizo na Simba. Lakini walionifanyia nimeyasema, sitaki kurudia. Naenda kufanya kazi na mtu kama Senzo. Ananifahamu vizuri, tumefanya kazi pamoja tukiwa Simba. Kakaangu Haji ananifahamu vizuri, anajua timu ya kina Bumbuli na Nugas na kamati ya utendaji. Ninachoomba viongozi, mnipe support yenu, tushirikiane kujenga Yanga. Mimi sasa kama mliniona nikiwa Simba nikiwa vile, huku Yanga I promise you nitakuwa mara 10 yake. Yes, hawa watu ni watu wa kushukuru, kwa sababu katika hali ya kawaida jinsi mimi nilivyokuwa na Yanga kwenye mitandao,
kukubali kunichukua kwa kutaka wao, maana yake waliona vitu nilichokuwa nacho. Kwa lazima niwashukuru sana. Sasa kwa shukuru huko nitawalipa nini zaidi ya kufanya kazi kwa kujitolea 100%? I promise, katibu, ndugu yangu katibu, na kuahidi utafurahi na kamati yako ya utendaji yote. Nitashirikiana na wenzangu hawa kina Nugas kutengeneza kitu ambacho Watanzania hawatakuja kuamini. I promise baada ya Disemba hii Yanga itakuwa ni kila kitu. Kwanza nataka kitu cha kwanza kufunika stories za timu nyingine. Sababu mimi ndio nilikuwa nawabeba. Sasa wao wanasema wao wakubwa sana, hawajui ukubwa wa taasisi yoyote unajengwa na watu. Yaani haiwezi kuwa kitu kikubwa. Kuna watu wamefanya kazi hapa ndio kile kitu kinakuwa kikubwa. Na kwa kuaminisha hilo sasa hivi wanahangaika, ile tukio lao halifanyiki tena. Kama Yanga nilikuwa na wacharura, wao sitawacharura, wao sijui hata, yani inasubiri kufanya yani. Bahati nzuri na waahidi tena wa Tanzania, mimi ni binadamu na moyo. Ofa ya Yanga katika nyie nadhani mngesaini siku ile mloambiwa. Lakini mimi nilikuwa na kifua, nimeshauriana familia yangu. Wapo hapa mama yangu, dada zangu, shemeji zangu, mwanangu, mke wangu, mzee wangu, na nata shirika katika tukio la kesho kubwa la uzinduzi wa jezi. Hali yake leo ilikuwa nzuri, ana mapresha ya miguu na nini, anampa mapresha. La mwisho kabisa, pale nilipokosea huko nyuma nisamee, mimi binadamu. Wana Simba, asanteni, mmenipa support, lakini sasa ni zamu ya kuwapa support mabingwa mara 27 klabu kubwa kupita yoyote Afrika Mashariki na ya Kati, ambayo inakwenda kutengeneza historia. Lakini wana Yanga ni waombe, na kamati ya utendaji mpo hapa, viongozi, Yanga ni kubwa mno. Hatuhitaji kulalamika kokote kuanzia sasa hivi. Yanga sio timu ya kucomplain about referees, about TFF, about bodi ya ligi. Twendeni tukachukue kikombe chetu. Tunakwenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu mara 28. Hatutalalamika kokote. Tutakwenda kushinda uwanjani. Lazima tutengeneze confidence kwa viongozi, wachezaji, wanachama na washabiki. Nitafanya kazi kuliko punda mwenye njaa kuhakikisha kwamba Yanga inatimiza malengo yake. Asanteni, na wapenda sana wanahabari. Tutaendelea kwa pamoja kutengeneza Young Africans. Hii ni Dar es Salaam Young Africans. Mwisho waandishi mtaniuliza, sasa ulikuwa unawacharura, sijui unawaita majina haya. Hiyo ndio professional. Nilikuwa natengeneza klabu yao, sasa ni zamu ya huku. Ndio mpira. Sikuwa na wachukia, na ndio maana nimevaa hii jezi na kwa kuonyesha kwamba mimi ni Yanga. Piga picha hii. Yes, I'm a Young African. Mama yangu kwa na mke wangu, angalau wao kwa upekee wale pale tapata picha zao, wamekuja kunisupport, na nimefurahi kwamba kuona bado tuko pamoja. Big surprise nitakachokifanya kwenye wiki ya mwananchi. Kama uko Kilwa, uko Malawi, uko wapi, ukikosa Jumapili umekosa kitu kikubwa. I promise you, Jumapili itakuwa, haijawahi kutokea tamasha Jumapili. Haijawahi. Nadhani mnanifahamu. Nataka ku prove what wrong kwamba mimi ni Haji. Yani nataka ku prove what wrong. Yanga nyinyi asanteni. Katibu, nitashindwa, mmeishiwa la kusema. Mmenifanyia ihsani kubwa. Hii ni ihsani. Mngeweza kuniacha. Si mimi nilikuwa Simba, lakini mmeona mnaweza kufanya kazi na mimi. Brother, welcome brother. Chief, Welcome back. Jamani asanteni. Tengeneza kesho kutana pale Mlemani. Sasa katika tangazo la kwanza ninalolitoa kama msemaji wa mabingwa mara 27 wa Tanzania, kesho saa 5 tunazindua jezi. Jezi kweli, haina makorokoro. Hatuendi kuzindua, tunaenda kuzindua jezi ya mpira. Kesho tunaenda kuzindua jezi ya mpira saa 5 Mlimani City. Tunawakaribisha, tunakwenda kulaunch jezi ya mpira. Nataka baada ya kesho nimuone mtu aandike kuna mahali kuna club iliyowahi kuwa na jezi nzuri kuizidi tutakaozindua kesho. Tutazindua jezi ya nyumbani, ya ugenini na kiti ya 3.
na tutakuwa na jezi ambazo kwa ajili ya fans na nini, casual wear. Young Africans inaonyesha how big he is. Karibu. Na kwa kuiweka clear tu, sio Mlimani City Antasport, ni Mlimani City Hall. Yes, ni ukumbi wa Mlimani City. Okay. Sawa jamani, 5 kamili tunaanza shughuli yetu. Haya, takunywa maji tafadhali, halafu maswali. Katibu, apige maji kidogo, halafu piga maji, kunywa, watu wajue kabisa huna baya. Just those 1 minute. 4 minutes remain. Na Peter, before you the fish, leo na swali. Wataribu story. Na kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu, leo hatutakuwa na maswali. Asanteni sana, tukutane Mlimani City Hall kesho saa 5 kamili. Ukiwa na swali lolote liandae kwa ajili ya kesho. Tunakwenda kuzindua jezi bora barani Afrika kwa ligi kuu Tanzania bara na michezo mingine ya kimataifa, lakini hizi itakuwa ni jezi kwa ajili ya ligi Tanzania na mashindano mengine. Kwa hiyo kama kutakuwa na lolote tutauliza kesho bikudratillah inshallah. Naam. Na hapa kinachofuata ni session ya picha. Inshallah tumefunga mkutano wetu. Karibuni sana Azam TV, asanteni, asante kwa Sport Pesa, Chapa GSM, Antasport pamoja na Azam TV. Wape salamu. Welcome back. Welcome back. Let's take a picture. Biggie.